Leo kwa majina ni reporter Nelson katika habari zetu za kila mara, na kama ni mara ya kwanza kwa pamoja na sisi kupitia media Goma TV, kupitia media Bukavu TV, tunaokaribisha mara yetu ya pili. Kwa sasa leo tuna mengi ya kuwatangazia katika yote yanayopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na mashabiki zangu mahali popote muko, na wakaribisha tena, tuendelee kusubscribe, like, comment na utume ujumbe wako mara moja. Unatusikiza kutokea katika eneo gani, ama wewe ni shabiki wa Bukavu TV ama ni shabiki wa Goma TV kutokea katika sita fulani. Mashabiki wangu kutokea ndani ya upande wa Sud Kivu na upande wa Nord Kivu na upande ya Kinshasa, Lubumbashi na Manyema na katika sehemu zingine, tunawakaribisha tena ndani ya media Bukavu TV na ndani ya media Goma TV. Leo tuna habari ya kutangazia kupitia yote yanayopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Leo ni tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kwenye uwanja mapambano kwa sasa kumezuka moja kwa moja. Na wapeleka mara moja katika ndani ya Pwenzero. Wanajeshi wa M23 walimiliki mji ama ndani ya eneo ya Pwenzero jana tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 muda wa saa 9 wa jioni. Kwenye mfulizo wa mwenye mapigano kwa sasa, jeshi la FARDC walikuwa kimiliki katika upande huyo, walikimbia katika eneo tofauti kuelekea katika eneo ya Kalungi, eneo ya Kangule na katika sehemu ya Kihele na upande wa Mulima. Katika sekta hii, kumbuka eneo ya Mulima ni eneo kuelekea upande wa uko Baraka. Huko ndio jeshi la Kongo na jeshi la FARDC na jeshi la Burundi walielekea kutafuta sehemu ya usalama ili wajipange upya warejee katika uwanja wenye mapigano. Lakini itakuwa ni vipi wakirejea mara ya pili, kwa sababu wanajeshi wa M23 pamoja na Twirwaneho wamesha kuchukua eneo ya Pwenzero na wamezingatia vijiji vyote vile vilikuwa vikimiliki Pwenzero kwa sasa. Lakini katika ulayani barabara lilikuwa likibaki liko free ni katika barabara la kuelekea katika upande la sekta ya Baraka na kuelekea ndani ya sehemu ya Kalemila. Katika vijiji hivyo Baraka kwa sasa, kumbuka ni eneo yenye ingali na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kwa sasa hili ni jambo lenye mshtuko katika upande yenye uwanja wenye mapigano. Na katika habari mengine kwa sasa, jeshi la wazalendo kwa sasa katika sekta hili wanaendelea kumiliki na mpaka kwa kweli wanaendelea kuwa na hofu na wasiwasi katika mapigano haya. Yalikuwa katika upande wa Pwenzero kuliumia wanajeshi karibu wa 6 wa kijeshi wazalendo pamoja na jeshi wa A3 wa kijeshi la FARDC. Jeshi la M23 kuliumia 2 wanajeshi wa Twirwaneho kuliumia wanajeshi wa A5. Kwa sasa kwenye uwanja wa mapambano, kumbuka kwenye mtutu wa risasi inabidi wafu waoe na wanajeshi wengine waumie. Lakini kupitia mashambulizi haya ni historia na mpaka imeletea hofu kwa watu wengi zaidi. Ni je, wanajeshi hawa wa M23 waliingia katika upande wa Pwenzero? Watu wengine wamezungumza kwa sababu wanajeshi hawa walikuwa wameshamaliza muda mrefu katika eneo ya Pwenzero tangu tarehe moja. Wanajeshi hawa waasi M23 walikusha zingatia Pwenzero kupitia mtuto wa risasi. Ilikuwa tarehe 1 katika ndani ya sehemu ya Mulima huko ndani ulayani Baraka. Katika sekta hili kwenye kombora hizi ilipiga katika eneo ya Mushashi kwa kuripua raia population karibu 24 waliofariki katika upande huyo na wengine 23 walikuwa wameumia. Lakini katika mashambulizi vita imeendelea kusonga katika upande ya kuelekea huko kote ni Minembwe. Kumbuka Pwenzero, watu wengi wanafikiria Pwenzero ni Uvira. Hapana, Pwenzero ni wilayani kuelekea Minembwe huko ndani ya teritwari ya Fizi. Hiyo ndio Pwenzero. Na katika vita lingine limeendelea kusonga katika upande ya Kalonge, Bichumbi na kuelekea Batunta na endeo ya Rubemba. Mashambulizi yameendelea kuwaka huko. Kumbuka kama tayari M23 walikuwa wamechukua wanapambana katika eneo ya Pwenzero. Kumbuka FARDC na wengine walikuwa katika eneo hizo za Kalonge. Kwa sasa M23 tena ilibidi washambulie ili wachukue vijiji hivi vingine vya Kalonge, Bichumbi na kuelekea Batuta na kuelekea Rubemba ili warejeshe katika sekta hili. Lakini wanajeshi mara moja wa FARDC pamoja na jeshi la Ibu wameendelea kunangana katika sekta hili kwenye uwanja wenye mapigano.
Kumbuka katika eneo ya Kagera, eneo ya Bugera na eneo ya Rugezi na kuelekea mara moja katika sekta yenye eneo ya sehemu nyingine inaitwa Kalingi na kuelekea sehemu ya eneo zingine Biboko na katika eneo vijiji vingine vimemilikiwa na waasi wa jeshi la FARDC kuelekea Kitavi. Mara moja FARDC wangali katika sekta huko ndani ya Minembwe, na kwa sasa kama waasi walishuka mara moja huko, imaanishe kama FARDC wakatika milimani huko wamekatika nguvu. Lakini kwenye uwanja mapambano kwa sasa hili ni jambo na eneo kwa sasa raia population kutoka eneo hizo wanaendelea kuwa na wasiwasi kwenye uwanja wenye mapigano. Mara moja serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutokea ndani ya Kinshasa mara moja wana mpango kuna mkutano itakuwa tarehe 15 ndani ya wabalozi ama kuelekea mara moja katika kapitali ya Kinshasa, hapo Ikulu. Kwa sasa kwenye maongezi itakuwa kwa sababu ya viongozi wa kiserikali wote na magavana wote watakuwa katika mkutano huyu. Sasa hapa tutajua ni nini itakuwa katika mkutano huyu tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2026 ndani ya sekta Uvira kutakuwa maandamano kwa sababu ya mambo ya amani. Kwa sasa raia ya population katika upande wa Uvira wamechoka na vita. Kwa sasa wanalomba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kushimamisha kwenye mapigano haya. Kwa sasa katika mapigano gisa yanavyoendelea hawajapata suluhisho yote, ni watu wanaendelea kuteseka na raia population kuendelea kuuawa katika vijiji ama katika sekta mengine yenye uwanja mapambano. Na katika eneo hizo mpaka raia population wanatangaza kusema wamekataa kuhusu mambo ya constitution itakuwa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa wanapingana kupitia mambo ya constitution tena. Kinshasa, viongozi wanaoshimamia mambo ya constitution Moise Katumbi, Bertin Fayulu na wengine kataa wote watakuwa na maandamano katika tarehe 8. Nao Kinshasa mara moja wataingia pale Ikulu kukutana na rais katika Ikulu ya Rais Felix Tshisekedi kwa kufanya maandamano. Kwa sasa hili ni jambo linaendelea kuleta wasiwasi katika uwanja wenye mapigano. Kwa sasa hatua rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anaendelea kupambana na kupanga kiserikali ili waende kukabiliana na waasi wa M23, na hatua mara moja wa opposition nao wanaendelea kukabiliana na rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kubadilisha ama na kukataa ili atoke kwenye kiti chake cha urais, kwa sababu hakuna chenye anachofanya katika sekta ili ya kuwa kiongozi. Kwa sasa hili ni jambo linaanza kuleta usukosuko katika mambo yenye uwanja mapambano. Ndio maana sasa tunaangalia katika vita kwa sasa inaendelea kusonga mbele. M23 kwa sasa hao wanaendelea kupata moyen possibility ya kuingia katika sekta ama katika eneo yenye uwanja lenye mapigano kabisa. Wanaendelea kumiliki kabisa, na ukiangalia kiserikali ya M23 kwa sasa wanajipanga kwenye uwanja. Hatua jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaendelea kuwa na desordre katika sekta lenye mapigano kwa sasa. Ukiangalia katika vita lao wakiendelea kusonga tena baadaye wanarudi nyuma. Kwa sababu gani kurudi kwao kwa nyuma? Ni kwa sababu viongozi wanaomiliki ama viongozi wanaoongoza kiserikali hao wenyewe wanachanganyikiwa katika haya yanaendelea kupitikana katika sekta yenye uwanja wa mapambano. Kuna wengine wanazungumza tayari viongozi hao wanaendelea kula rushwa na serikali ya M23, na wengine wanasema mara moja serikali ya Rwanda inaendelea kushambulia zaidi sana katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpaka kwa sasa raia population wamechoka na kupitia mtoto wa risasi huyu, kupitia madrone na vita ama bombe zinayoripuka kila mara. Kumbuka eneo yoyote bombe zinaanguka kuna raia population, ma innocents zinaendelea kwa mayatima wanaendelea ama viwete ama wale wanaumia kupitia mtoto wa risasi ni wengi zaidi. Na kwa sasa kama unavyonisikiliza kupitia habari zetu, endelea kusubscribe ndani ya Media Goma TV, ndani ya Media Bukavu TV. Bukavu. Kwa sasa Bukavu mambo inaendelea kubadilika. Kwa sasa hali sio nzuri katika ndani ya Bukavu. Kwa sasa raia population wanaendelea kuwa na wasiwasi kwa sababu kupitia mtuto huyu wa risasi unaendelea kupitikana upande wa Usidi Kivu. Mpaka watu wengi wanaendelea kuwa na wasiwasi kupitia gisi viongozi vya kiserikali vya waasi M23 wanaendelea kuongoza ndani ya upande ya sekta ya Bukavu, wanaendelea kuwapiga viboko zaidi. Yoyote anayokataa kutii sheria ya waasi M23 kwa sasa anapigwa viboko, na wengine kuzumiwa, na wengine kupelekwa jela, na wengine wanauawa. Na kwa sasa hili ni jambo linaendelea kutitisha watu katika sekta moja kwa moja.
Mapambano mengine imezuka tangu jana tarehe 4 katika eneo ya Walungu, ndani ya eneo ya katika Walungu kuelekea katika sekta ya kuelekea katika ulayani Kaziba, Kaziba Centre. M23 kwa sasa wanaendelea kupambana na FARDC na wazalendo kwa sasa, hili wadhibitishe Walungu nani eneo huko Walungu na kudhibitisha Kaziba Centre kwa sasa. Kumbuka Kaziba Centre imezingitiwa na serikali ya wazalendo kwa sasa, na kumbuka hili kwenye mapigano yanaendelea kuzuka huko. FARDC na wazalendo wanakataa M23 waingie katika Kaziba Centre, lakini mtoto wa risasi umeendelea kusonga mbele moja kwa moja. Na kama tayari unavyonisikiliza mara moja, tunakushukuru zaidi yote leo tusikiliza kupitia habari za media Bukavu TV na media Goma TV. Tunakukaribisha tena kila mara kuwa unatusikiliza mara kwa mara, na kama tayari wewe ni shabiki wetu, tunakukaribisha tena mara nyingine kusubscribe, kulike, kupartage habari zetu za kila mara, na Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi. Nawatakia heri njema, bye bye.